Ndevu ni sehemu ya urembo wa mwanaume, lakini pia ndevu zisipotunzwa zinaweza kusababisha vipele, lakini pia muwasho na hata pia harufu mbaya. Sasa leo tunaangalia jinsi ya kutunza ndevu kwa usafi, lakini pia kwa afya iliyokuwa bora kwa wewe unayenisikiliza sasa hivi. Kwa wewe ambaye una ndevu, basi hii hapa inakuhusu, lakini pia hata kwa yule ambaye anasikiliza, basi unaruhusiwa kuongeza sauti kidogo ya redio yako ili pia watu wengine waweze kupata elimu hii hapa. Sasa kuna sababu kuu za kutokwa na vipele kwenye ndevu. Cha kwanza kabisa ni usafi duni. Pale ambapo jasho, uchafu na jasho kujikusanya, hii inakuja kuleta inakuja kusababisha usafi duni ambayo inakuja kupelekea harufu mbaya za ndevu. Lakini pia kutokuosha ndevu mara kwa mara. Wengi wao hususan wenye ndevu imekuwa ni ngumu sana kuwa wanazifanyia usafi. Wengine wanaishia tu kuziangalia hivyo hivyo, mwisho wa siku zinakuja kuleta harufu mbaya. Lakini pia kuna swala zima la kunyoa vibaya. Wengi wao wanatumia wembe butu, lakini pia kunyoa kinyume na mwelekeo wa nywele. Wengi wao bado hawajajua jinsi gani ambavyo nywele zao mwelekeo wa nywele zao ziko vipi. Sasa hii inakuja kusababisha kunyoa vibaya, unaenda kinyume na mwelekeo wa nywele zako. Mwisho wa siku unakuja kutoka na vile vipele kwenye ndevu. Hii pia ni sababu nyingine ya kusababisha kutoka na upele baada ya kunyoa au kushave. Sasa kwa wastani binadamu anatumia miezi 5 ya maisha yake kushevu, na ndani ya miezi hiyo 5 kwa mwanaume atashevu mara 20,000 katika muda wa maisha yake yote. Lakini pia baadhi ya watu huchukia kabisa ikifika kipindi cha kushevu kutokana na changamoto wanazozipitia wakati na baada ya kushevu. Sasa kushevu pia kuna changamoto nyingi, haijalishi ni unashevu ndevu mwanaume au sehemu zingine. Lakini pia changamoto hizi zinaweza kuwa kupata vipele baada ya kunyoa, hasa kwenye maeneo yanayozunguka kidevu. Lakini pia ngozi kuwasha kutokana na ukavu unaosababishwa na spirit au baadhi ya vitu vyenye alcohol inayopaka kwenye ngozi. Lakini pia kupata weusi baada ya mchubuko na vipele baada ya kunyoa, na baada ya kupona vinaacha weusi sehemu husika. Sasa utumie nini sasa ili usipate vipele na uondoe weusi? Cha kwanza kabisa, lainisha ngozi kabla ya kunyoa. Hii ni muhimu kulainisha ngozi yako kabla ya kunyoa kwa lea ya juu ya ngozi ili chembe hai zilizokufa. Ukilainisha ngozi kabla ya kunyoa itasaidia kuondoa au kuondokana na zile chembe hai zilizokufa wakati wa kunyoa. Lakini pia itasaidia wembe kutekeleza vizuri kwenye ngozi bila kusababisha michubuko. Wengi wao hawalainishi ngozi zao kabla ya kunyoa. This is Uheso FM.